Je, unatamani kujenga utajiri kirahisi na kwa haraka, yaani upate pesa nyingi ndani ya muda mfupi kuliko pesa ulizowahi kushika? Basi kuna kanuni moja inaitwa OPM, Other People's Money. Hii ni kanuni ambayo kila unayemfahamu wewe ni tajiri aliitumia kanuni hii ipasavyo, nao unaweza ukaitumia kujenga utajiri mkubwa kirahisi na kwa haraka zaidi. Nayo ni kutumia pesa za watu wengine kwa faida yako. Tajiri wa kwanza duniani Elon Musk ameitumia kanuni hii ipasavyo. Tajiri Mohamed Dewji, tajiri namba 1 East Africa, ameitumia kanuni hii ipasavyo. Nawe nitakufundisha ni kwa namna gani unaweza kutengeneza utajiri kupitia fedha za watu wengine. Kuna njia kubwa mbili za kutengeneza utajiri kupitia fedha za watu wengine. Njia ya kwanza ni kupitia hisa. Hapa unaweza ukauza sehemu ya kampuni yako kwa watu wakawekeza pesa, ukatengeneza pesa. Yaani kama una wazo bora la biashara, fungua kampuni na uza sehemu ya kampuni yako. Mimi nimefanya hivyo kupitia kampuni yangu ya Biashara Soft. Nimepata mtaji utakaoniwezesha kufikia malengo yangu ya kifedha na malengo ya kampuni. Kuna wewe pia unaweza kutengeneza wazo zuri la biashara au kutengeneza kampuni. Wakati mwingine unahitaji kuwa na wazo bora sana. Cha muhimu ni kutengeneza mazingira ambayo mtu akiona idea yako, kampuni yako, atakuwa tayari kuwekeza. Anapowekeza fedha, wewe unampa sehemu ya fedha. Kwa utakavyopata faida, mtakuwa mnagawana kiasi fulani cha faida. Kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao unatamani umiliki wa kampuni yako uwe ni 90%, my dear, una safari ndefu sana kujenga utajiri. Matajiri wengi hawamiliki kampuni zao kwa asilimia kubwa. Tajiri Bill Gates wa Microsoft anaimiliki Microsoft kwa 1.6. Hizo zote zilizobaki 98.4 hamiliki yeye, lakini hiyo 1.6 inamfanya kuwa ni miongoni mwa matajiri watano duniani. Kwa hiyo kuna vijana wengi, kuna kasumba ile ya kutamani kuwa kampuni ya kwako tu, utaki uwe na wengine. Hiyo inabidi uache kama kujenga utajiri ni malengo yako. Kwa hiyo hapa kubwa ni kwamba unatengeneza kampuni, unauza sehemu ya kampuni yako kwa watu wanawekeza pesa, na unatumia hizo pesa kwa ajili ya wafanyakazi bora zaidi, kutengeneza bidhaa nzuri zaidi na kujitangaza zaidi. Hiyo ni njia ya kwanza kujenga utajiri, kwa kutumia pesa za watu wengine kwa mfumo wa hisa. Sasa hii ni njia ya kwanza. Ipo njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia Mohamed Dewji, na imemfanya kuwa tajiri wa kwanza kijana chini ya miaka 40 Afrika, na akawa tajiri wa kwanza Afrika Mashariki na mpaka sasa, na ni miongoni mwa watu 3,000 matajiri duniani. Yeye alitumia pesa za watu wengine kupitia mikopo. Kama unataka kupata pesa nyingi kirahisi, tengeneza mazingira ya kuaminika, benki kuamini, microfinance zikuamini. Mikopo ya benki ni mizuri zaidi kuliko ya microfinance. Uwe na asset, tengeneza biashara ambayo kila pesa unayoipata kwenye biashara ipitie benki, ili utakapotoa statement benki waone aisee, kwa mzunguko huu wa milioni 5 kila mwezi, huu tunaweza tukampa mkopo wa milioni 30. Kwa mzunguko huu wa milioni 100 kila mwezi, huu tunaweza tukampa mkopo wa milioni 300. Hakikisha kila pesa hakikisha unafungua bank account yako ya biashara ambayo tofauti na akaunti yako binafsi, na hakikisha kila pesa unayoipata kwenye biashara inapita katika akaunti hiyo ya biashara, ili utengeneze historia ambayo